wa mataifa. Ametuweka kuwa vyombo vya mataifa. Je, ni kweli ametuweka kuwa vyombo vya mataifa? Tunafanya aliyotuagiza Mungu? Tunatenda sawa sana ambavyo Mungu anataka? Sasa hivi changamoto ni nyingi ambazo zinatokea sana, hasa kwa upande wa vijana. Changamoto ni nyingi, na Mungu wetu amesema kwamba tuwe waaminifu. Changamoto zinazotokea katika ulimwengu huu ni nyingi sana. Sasa kwa sababu Mungu anatujua, tunapaswa kuzikabidhi kwa Mungu na sio kwanza kulalamika. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu sio mtu ambaye ana roho ngumu kiasi hicho akuone wewe ni wewe tu unapitia changamoto, ni wewe tu kila siku. Hapana, Mungu wetu ni mwaminifu. Amekuweka kuwa nabii wa mataifa, ametuweka tuifanye kazi yake. Na ndio maana leo tumejifunza nini maana ya balozi. Na wakati mwingine tunaweza tunafikiria kwamba balozi ni hawa vijana wadogo, lakini hapana. Balozi ni kila mmoja, kila mmoja tu aliyekaa hapa ni balozi. Ila sasa kwa sababu sisi wote ni balozi, tunapaswa kufanya kazi yake kama alivyotuagiza. Tuwe waaminifu katika kuifanya kazi ya Mungu. Leo hii nimekaa kwenye darasa la Bobea. Mwalimu wa darasa alikuwa analalamika. Anasema kwamba anauliza waliosoma lesoni kwa mpango hamna. Waliosoma lesoni japo si kwa mpango ni wachache. Sasa ni jinsi gani ambavyo shetani anatumia njia nyingi kutupatia kazi au sio kazi, kutupatia ni jinsi gani shetani ambavyo anatumia vitu njia na mbinu nyingi kutupumbaza akili, kutambua kwamba hizi ni nyakati gani ambazo tupo kwa wakati huu. Kutambua kwamba tupo wapi na tunaelekea wapi na tunapaswa kufanya nini na kwa wakati gani. Mungu wetu atupe Roho wake Mtakatifu atuongoze kutambua kuwa ni wakati gani na tunapaswa kufanya nini na tunapaswa kufanya kwa wakati gani. Lakini pia sio sisi tu tunaopitia changamoto, wanaopitia changamoto ni wengi. Ukija kwenye Biblia, katika moja kati ya watu ambao walipitia changamoto nyingi ni pamoja na Yusufu. Nadhani changamoto nadhani ukisoma kitabu cha kitabu cha Mwanzo sura 50 mstari wa 18 kuanzia mstari wa 15 hadi 21. Hapo utazipata baadhi ya, huzipati zote maana hazijaanzia hapo. Utapata taarifa ambazo, utapata changamoto ambazo Yusufu alizipitia. Utapata vitu ambavyo Yusufu alivipitia. Yusufu alipitia changamoto nyingi. Naye alikuwa ni binadamu kama wewe na mimi, lakini bado aliendelea kumtegemea Mungu. Hakuacha kumtegemea Mungu. Alipitia changamoto, alipitia shida nyingi. Hadi tusome kitabu cha Mwanzo sura 50 mstari wa 18 hadi 21. Msomaji tusomee. Mstari wa 18 inasema, nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. 22. Akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye. Akaishi Yusufu miaka 110. Bwana ni mwema na wakati wote. Hapa tunazipata habari za Yusufu, maisha yake jinsi yalivyokuwa. Yusufu ilifikia wakati
akawa anasingiziwa hadi anafungwa gerezani, lakini bado aliendelea kuwa mwaminifu kwa kazi njema aliyokuwa anaifanya, kazi njema ya kufanya utume, kazi ambayo leo hii ukipewa wewe uifanye, wewe unaiona ni ngumu. Lakini yeye wakati akiwa amefungwa gerezani alikuwa bado akimtumikia, alikuwa bado ni mwaminifu. Alifungwa gerezani akaona kwamba kwa sababu nimefungwa hapa, basi ni fursa ya kufanya injili. Je, wewe na mimi leo tukafungwa gerezani, utaanza kulalamika, Mungu hanioni, Mungu hanitendei, na hauwezi ukaona kwamba ni fursa ambayo umepewa ukaweze kufanya utume katika sehemu ambayo utakuwepo wakati huo. Sasa kitu ambacho tunapaswa kujifunza, kama Yusufu alikuwa ni binadamu kama mimi na wewe, sisi leo kwa nini tushindwe? Kwa nini tusiweze? Na Mungu ametuweka kuwa mawakili, ametuweka kuwa manabii katika mataifa haya. Sasa nipende kuambia kitu kidogo kwamba msingekuwa nyie, huenda na mimi nisingekuwa Mwadventista msabato. Wakati mwingine, wakati nikiwa darasa la 7, nilipata rafiki ambaye alikuwa ni Mwadventista msabato. Huyo rafiki yangu nilimpenda kwa sababu alikuwa anajua somo la hesabu. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya mimi kumpenda. Kwa sababu mimi kuna maswali ambayo alikuwa ananishinda, lakini nikimpelekea ananisaidia. Sasa yule rafiki yangu alikuwa ni msabato, mimi nilikuwa ni Mroma. Sasa wakati nikimpelekea akinisaidia, nazidi kuvutiwa naye. Lakini nikamwambia natamani siku moja twende nyumbani. Kilikuwa ni kipindi cha makambi ambacho tulikambika kwa ajili ya kusoma na kufanya mtihani wa darasa la 7. Sasa siku moja tulivyoenda nyumbani, wazazi wangu walimpenda sana kwa sababu alikuwa na nidhamu. Alifika pale akasalimia, tukanywa chai, tukafurahi, lakini pia tukarudi tena shuleni. Lakini yule rafiki yangu aliendelea. Sasa sijajua kama ndo alianza kufanya maombi, Mungu natamani huyu mtu awe msabato, sijajua. Sasa siku moja wakati tukiwa tunaendelea tunasoma, akanipa Biblia, akaniambia soma hapa. Nilivyosoma aliniambia nisome kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 1 na kuendelea. Aliniulizaje, unazijua amri 10 za Mungu? Nikamwambia ndio nazijua. Amri ya kwanza kuitaja nilisema shika kitakatifu siku ya Mungu. Akaniambia shika kitakatifu siku ya Mungu ndio amri ya kwanza. Nikamwambia ndio nayoijua ya kwanza. Akaniambia sawa, basi soma hapo, ukimaliza utaniambia umeelewa nini. Basi nikasoma, nikamaliza, nikamwambia kwani sabato ni nini? Amri ya 4 ambayo inasema ikumbuke siku ya sabato itakase. Nilivyosoma nikamaliza, akaniambia kwamba, nikamwambia sijaelewa, naomba unielezee. Basi alivyonielezea nikamaliza, na mimi ikawa ni chanzo cha kwenda. Yaani nikawa natamani sasa na mimi mwenyewe nijue sabato kama yeye anavyoijua. Basi nilivyorudi nyumbani nikamwambia mama, rafiki yangu yule ambaye nilikuja naye hapa amenifundisha kitu kizuri, na kwa sababu mimi nilikuwa ni mtoto wa kwanza nyumbani, afu babangu alikuwa ananisikiliza sana. Yaani hata leo hivi ananisikiliza sana. Sasa nikamwambiaje, baba, hiki kitu nilichofundishwa natamani tujifunze wote. Sasa kwa sababu ananisikiliza, akasema tufundishe siku ya leo, yaani somo utatufundisha wewe usiku. Basi alivyosema niwafundishe, na mimi nikasoma kote, nikaanza kuwaelezea kuhusu sabato. Nilivyoelezea, baba akasema amina, ubarikiwe mwanangu. Basi nikasema na mimi ndo nitafanya ombi la kufunga. Nilivyoomba, sasa sijui ni Roho Mtakatifu unakuta na kuongoza, sijajua. Lakini wakati naomba pale nikasema, Mungu natamani kuwa Mwadventista msabato. Kwa sababu rafiki yangu alikuwa msabato, nilimuuliza kwamba kwa hiyo sabato ni kanisa ambalo mnaendaga kusali? Akaniambia ndio.
Basi wakati kwenye maombi pale nikiwa naomba, nikamwambia natamani kuwa Mwadventista msabato. Basi nilivyomuomba baba kwamba natamani kwenda kusali kanisa la Wasabato, hakunizuia. Basi siku ilivyofika nikamwambia rafiki yangu, kesho nitakuja kanisani kwenu, nitakuwa mgeni wenu. Alifurahi sana, akasema karibu. Basi siku ilivyofika kweli nikaenda na nilifurahi, tulishiriki vizuri, lakini kitu ambacho nilivutiwa nacho, yani Wasabato kwa kweli, yani uhalisia wa Wasabato ni wakarimu. Yani uhalisia wa Wasabato, yani kama wewe sio mkarimu, basi wewe sio msabato. Lakini uhalisia wa Wasabato ni wakarimu mno. Basi nilivyofika pale walinikarimu sana, lakini pia tuligawanyika. Sasa mimi nilikuwa kwani ndio mwisho wa ibada? Kumbe tunaenda kwenye darasa la tunaenda kwenye mgawanyiko wa lesoni. Tukaenda pale tukajifunza. Basi tukamaliza, tukafunga, tukaenda. Sasa mimi lakini nilikuwa naona mbona wana mambo mengi, sio kama sisi. Sisi tunaenda tu kidogo tu tayari tumeshamaliza rozari nini, tumeondoka zetu. Sasa mbona hapa mambo ni mengi? Basi lakini niliendelea kumuomba Mungu. Nikasema kama Mungu umesema kwamba hili ndilo kanisa la kweli, basi nifanye kuwa msabato. Sasa niliendelea kumuomba Mungu, lakini nilimwambia rafiki yangu niombee, maana wazazi wangu wote walikuwa ni Waroma. Akaendelea kuniombea, lakini siku zingine tulikuwa tunafanya maombi tukiwa pamoja. Ilifikia wakati hadi nikamshirikisha mwinjilisti mmoja hivi ambaye nilikuwa namwambia natamani kuwa msabato, lakini ili libatizwe nifanyeje sasa? Wanaweza wakanikatalia nyumbani, lakini nikiwa moyoni naamini kwamba babangu ananiamini na ananisikiliza. Kwa hiyo nikimwambia baba naomba nikabatizwe kwa Wasabato, hawezi akakataa. Sasa nikaendelea kumwomba Mungu, na Mungu kweli ni mwaminifu, akanitendea, nikabatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa nilivyobatizwa mimi, nikajifunza maandiko, tena kitu ambacho nilikuwa nakipenda ni hawa vijana. Kulikuwa na adventure, Pathfinder, na sisi hapa tunafuata na kuendelea. Sasa nikaipenda sare ya Pathfinder, niliipenda sana. Nikasema na mimi natamani kupiga gwaride, nafanyeje sasa? Wazazi wangu hawajui, nifanyeje? Nikawa nawaambia. Sasa nikawa namuomba Mungu, ila nikimwambia baba kwa sababu ananisikiliza atanitendea. Basi baba nikaenda nikamwambia kwamba kuna sare natakiwa kushona, tulikuwa tunaelekea kwenye kipindi cha makambi. Natakiwa kushona, baba si utanishonea? Akasema mwanangu, utakachotaka mimi nitakufanyia. Basi na ilivyofika mimi moyoni mwangu nilikuwa najua kabisa hapa ni Mungu ndo anasaidia, maana kichwa chake babangu mimi nakijua. Yaani namjua kabisa kwamba ni dakika 2 anakugeuka. Lakini basi nilikuwa najua kabisa hapa ni Mungu anatuongoza. Basi nikawa nashiriki, lakini kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza ni kimoja. Kwa nini mimi niwe msabato? Wazazi wangu wasali Roma, wadogo zangu wasali Roma. Nikaanza tena mwanzo kuwa naiombea familia yangu na wadogo zangu kwamba natamani siku moja waje kuwa Waadventista wa Sabato. Niliendelea kumwomba Mungu nikiwa namshirikisha mwinjilisti. Wakati nikiwa nimemaliza la 7, nimeenda form 1, nilienda boarding. Sasa yule rafiki yangu tuliachana kwa sababu ya matokeo yalivyotoka. Kwa hiyo mimi nikawa nimeenda mbali, alibaki pale karibu. Sasa wakati nikiwa kule nilikuwa naitumia simu ya mwalimu kuongea naye na yule mwinjilisti, namwambia natamani wazazi wangu wawe Waadventista wa Sabato. Nilikuwa nikirudi likizo, nahakikisha nawafundisha kwa sababu babangu ananisikiliza. Nafundisha kweli kweli. Basi nikiwafundisha vile, nikitoka hapo roho yangu inafurahi, baba hapa baba ameelewa hapa, mpaka amefurahi hapa ameelewa. Basi lakini babangu alikuwa ni mgumu. Alikuwa ni mgumu, ila Mungu ni mwaminifu. Sasa wakati nimerudi likizo ya form 2, ile ambayo ukimaliza mwezi wa form 1, unaenda kuanza form 2.
yaani unavyoenda kwanza form 2 vile. Sasa wakati nimerudi ile likizo ya mwezi wa 12, nikamwomba Mungu, nikasema sasa hivi narudi. Mungu, naomba ukanisaidie